madiwani, mgeni rasmi leo ametoa nasaha nzito ambazo zinalenga kuwakumbusha na kuwahimiza madiwani katimiza wajibu wenu katika ukusanyaji wa mapato, kusimamia halmashauri yenu, lakini na kutoa huduma kwa wananchi. Na ndio kazi kubwa. Niendelee kutoa msisitizo kwa sababu wakati mnagombea nafasi hiyo, na bahati nzuri ninyi wote ni madiwani wa Chama cha Mapinduzi, mlipewa ilani, mkainadi, wananchi wakawaelewa, wakawapeni kura za kishindo. Ile ilani sasa nendeni mkaisimamie katika utekelezaji katika maeneo yenu. Na ili uweze kufanikisha, mgeni rasmi ametoa msisitizo wa mahusiano mazuri. Kwanza kwenye ngazi ya kata. Ukumbuke kwamba diwani utafanya kazi na wataalamu, utafanya kazi na watendaji, utafanya kazi na wananchi. Yako baadhi ya maeneo machache huko nyuma ukijitokeza diwani alipochaguliwa anakuwa ni kikwazo kwa maendeleo ya kata yake, ni sehemu ya migogoro. Sisi tumewahi kusuluhisha baadhi ya maeneo kadhaa. Diwani haelewani na mtendaji wa kata, haelewani na watumishi, anasema nitawahamisha, nitawafukuza, kila aina ya vitisho. Kazi ya diwani ni kuunganisha kati ya wananchi na serikali, kati ya wananchi na watendaji. Ndio kazi ya diwani. Kwa hiyo sio ukatoka huko kaja kwenye baraza, ukaja kwenye kata ukasema watanitambua. Hiyo kazi ya kutambua, watakutambua wao baada ya miaka 5 ijayo. Sababu kazi yako wewe ni kuchaguliwa na wananchi, utimize wajibu wako. Baada ya miaka 5 wananchi watakupima umefanya nini. Au sio ndugu zangu wananchi? Watakupima. Na baadhi yenu wamepimwa, wameonekana bado utoshi, wameachwa. Kwa hiyo na nyinyi nendeni mkafanye kazi kwa ushirikiano kwa lengo la kuwaletea maendeleo wananchi. Kama ajenda ya maji mlio ya kwenu wote, lakini ni kazi yenu kufikisha changamoto halmashauri na kuzijadili. Lakini sio kuweka mikakati ya kwenda halmashauri kugombana na mkurugenzi na watendaji. Hiyo mheshimiwa diwani utakuwa umefeli. Kwa hiyo rai yangu kama chama, nendeni mkafanye kazi kwa mahusiano na mashirikiano makubwa na wananchi pamoja na watendaji wenu wa serikali walioko kwenye maeneo yenu. Watendaji hawa ni wazuri kabisa, inategemea na wewe unapoweza kuwatumia. Lakini pia mwenyekiti wa halmashauri nikupongeze sana. Wanapenda shemeji yangu, kaa tu. Wewe shemeji yangu kutoka kule Ifinga. Na kupongeza sana kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri. Siku moja anaongea naye ananiambia hivi juzi, ananiambia yani sikutegemea yani mambo haya bwana. Mungu huwa anapanga nani awe au sio? Na uweze kumbishia Mwenyezi Mungu. Kwa hata nyinyi nyote au sisi sote tuko hapa ni mpango wa Mwenyezi. Kubwa fanya kazi kwa karibu na mtendaji wako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mgeni rasmi amesisitiza hapa. Na mimi niombe nikazie hilo. Ili muweze kwenda vizuri lazima muelewane na mkurugenzi, mfanye kazi kama timu. Kuna watu watasema mkurugenzi yule bwana mwenyekiti sasa wamekuwa Bennett ndio wajibu wala sio hiari. Lazima kwa hiyo tuyazingatie, tuyaishi maelekezo ya mgeni wetu rasmi, mkuu wetu wa mkoa aliyosisitiza. Ukifanya hivyo halmashauri yako itakwenda bila mashaka yoyote. Kwa kufanya hivyo sio kwamba unamuogopa mkurugenzi au unashindwa kuhoji masuala ya msingi. Hapana. Mahusiano yaliyopo kati ya halmashauri, utendaji wa kazi za halmashauri, mahusiano yaliyopo kati ya madiwani na watendaji ni kama familia ya baba na mama. Msipokuwa na maelewano ndani ya nyumba yenu, hata maendeleo hayawezi kupatikana. Uongo kweli? Kwa hiyo ndugu zangu, nendeni mkafanye kazi kama timu.
Sisi kama Chama cha Mapinduzi wajibu wetu tumeshatimiza. Tumefanya kazi yetu ya michakato yote. Tena ile michakato ilikuwa sio ya kawaida. Na nyinyi mnafahamu tulipopitia. Kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, wamefanya kazi nzuri sana. Mwenyekiti, nakupongeza na kamati yako ya siasa, mmefanya kazi sana. Na nazipongeza kamati za siasa za kata chini ya wenyeviti wa kata. Wamefanya kazi kubwa sana. Naomba mnifikishie salamu hizi kwa viongozi wa chama wa kata. Mpaka kupatikana nyinyi madiwani, kazi ilikuwa kubwa. Lakini nyinyi ndio mnaonekana kwa kipindi hiki muweze kuwafikia wananchi. Nendeni kufanya hiyo kazi. Nendeni muiangalie halmashauri yenu ili iweze kusonga mbele zaidi. Hivi maneno yangu ni haya kwa leo. Niendelee kuwatakia kila la heri. Namna ya ukusanyaji wa mapato, mgeni rasmi amesisitiza uhai wa halmashauri ni mapato. Usije wakasema mkurugenzi anakula pesa hivi imekusanya lini na iko wapi? Sababu mapato haya yanatoka kila kata. Kata zenu ndio yanapotoka mapato ya ndani. Sasa uje diwani jitafakari kwenye baraza lako la ODC. Mmechangia vipi halmashauri katika kukusanya mapato? Hilo ndio jambo la muhimu na la msingi. Mwisho kabisa ni waombe ushirikiano na mbunge wenu. Kazi yenu ni ya uwakilishi. Leo wewe kazi yako ni kuchukua changamoto kwenye kata kuleta halmashauri. Lakini zile zinazohitaji kwenda TAMISEMI, kwenda serikali kuu, mbunge wenu yupo. Na mimi sina mashaka na Bwana Msigo. Kama umeweza kufanikisha kusimamia miradi yako binafsi, tunaamini miradi ya serikali kwenye halmashauri yetu na kwenye kata zetu itatusaidia. Wananchi hao wamekupa kura nyingi sana za imani. Sasa wamekukopesha imani, rudisha imani kwa wananchi. Shirikiana na madiwani, wala usiwabague. Madiwani wote ni wa kwako. Watembelee, wasaidie, mshirikiane kwa hali amani. Ili imani ile waliokupa wananchi wa Madaba irejee kwa mafanikio makubwa ya kuleta matumaini na utekelezaji wa miradi yao. Katika hilo mimi sina mashaka na sina wasiwasi kabisa. Baada ya maelezo hayo, naomba mumpe ushirikiano mwenyekiti wa halmashauri. Ninyi mliokaa huko wengine ni wazoefu. Msitumie uzoefu wenu kumchanganya mwenyekiti wa halmashauri. Mpeni ushirikiano. Wako humu wazoefu wa namna mbalimbali katika baraza hili, baraza lililopita. Kama kuna jambo ambalo nadhani mnahitaji kumsaidia mwenyekiti wa halmashauri, ni kutoa ushauri wenu wenye tija badala ya kutengeneza majungu ambayo hayataleta faida kesho wala kesho. Na yasema haya kwa nia njema kabisa ili baraza letu liwe vizuri. Leo yupo, kesho atakuwa mwingine. Nafasi zetu za uongozi ni za kupokezana nini? Kijiti. Leo kijiti anacho Marina. Tatuelekeza vizuri majina ya wasio na makabila. Wewe kwanza kabila yako kabila yako. Soweto, Tanzania. Sawa. Feeling up. Kwa hiyo feeling up bwana, tunaamini atakwenda vizuri kama nitamshauri vizuri yeye mwenyewe. Yeye sio bingwa. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya umeme. Amenifanyia kazi sana katika mkoa huu wa Ruvuma. Amefanya kazi kubwa sana ya utumishi katika sekta ya umeme. Pale TANESCO amehudumu vizuri sana. Lakini kwenye usiasa huku ndo amekuja, lakini akiwa TANESCO kule bado alikuwa ni mwanasiasa vile. Kwa sababu alikuwa anaongea na wananchi katika kuhakikisha wanapata umeme, lakini amekuja sasa ameingia moja kwa moja. Na mimi atakuwa mtumishi mzuri, kiongozi mzuri ambaye ninyi mjimpa support ya kumshauri wanae sambamba, atafanya kazi nzuri sana. Sisi kama chama tuko tayari kusupport na kusaidia kwa kila namna, kuanzia ngazi ya wilaya hadi mkoa. Baada ya maelezo hayo